Mzee Enoki akashangaa, akamuita Ifunanya Chukwukamma Mary Okoye. Mary akamwambia ndiyo baba. Mzee akamwambia wewe ndiye unayemiliki hii gari? Mary akasema ndiyo, ni gari yangu baba. Mzee haamini. Ifunanya akamwambia ndiyo baba, nimepewa na kampuni kwa sababu ni utaratibu wa kampuni yetu kila mfanyakazi kupewa gari. Mzee akamwangalia binti yake akamwambia okay, twende ndani kwanza. Sasa Mary alipoingia ndani anakutana na surprise nyingine. Huyu mshikaji anaitwa Chris, ni mpwa wa mzee Enoch, yani ni mtoto wa dada wa Enoch ambaye kimsingi Ifunanya anamuita kaka, yani ni mtoto wa shangazi na mjomba. Mzee akawaambia binti yangu sasa hivi anamiliki gari bwana. Likawa shangwe la kutosha mule ndani. Bimkubwa vigelegele ni vingi. Bimkubwa anasema kwamba Mungu anatenda, yani watapigana vita lakini mimi sitapigana, atapigana Mungu. Sasa leo Aisha amekuja kuitembelea familia ya Hamza, yani huyu mnayemuona hapa ndiye bidada ambaye anatakiwa kuolewa na Hamza, yani ni mtoto wa mzee Usman. Anamlalamikia mama mkwe wake kwamba Hamza hana time na yeye, Hamza hana hisia zozote, yani Hamza haoneshi hali kwamba yani anamuhitaji yule binti. Mama akamwambia labda mambo ni mengi, mambo ya kazi na vitu kama hivi. Sasa wakati wanaongea, Hamza na yeye ndiyo wakati huo huo anaingia ndani, akawasalimia kama ilivyo kawaida ya Waislamu, asalamu alaikum, mmeshindaje na vitu kama hivyo. Lakini bi mkubwa akamwambia Hamza, inabidi ukae chini tuongee, ila Hamza ni kama hakusikia kile kitu, akapuuza alafu akasepa, kitu ambacho kiliwafanya wabaki na maswali mengi sana, ishara tosha kwamba Hamza hamuelewi kabisa Bi Aisha. Alichokifanya Aisha ni kwenda direct chumbani kwa Hamza na akaanza kumlalamikia kwamba mbona haoneshi hali yoyote ya mapenzi, na kama hamtaki basi aseme, kwa sababu kinachoandaliwa na wazazi ni kikubwa sana. Endapo atakipinga atakuwa amedisappoint familia na kampuni kwa ujumla. Kumbuka wanalazimishwa kuoana kwa sababu ya kulinda brand ya familia na kuprotect biashara zao, especially kampuni ya Belusman Construction Limited ambayo bila kujua maskini ya Mungu ndani tayari kuna kirusi kinaitwa Ifunanya Mary Okoye. Aisha akahisi kwamba Hamza huenda akawa ana mwanamke mwingine anayempenda, akamuuliza au una mwanamke mwingine, lakini Hamza akakaa kimya, hakujibu chochote. Aisha akasema naona, lakini Hamza, unaweza ukaoa wanawake wawili, unaweza ukanioa mimi na yeye pia ukamuoa kwa sababu dini inakuruhusu, mimi sina shida. Sasa hapa tunagundua ukiachana na mapenzi ya wazazi ya hawa watu kuoana kwa lazima, Aisha ni kweli anampenda Hamza, lakini Hamza hamuhitaji kabisa Aisha na hahitaji kuoa wanawake wawili. Sasa huku upande wa pili tunamuona Ifunanya yupo na Chris ambaye ni mtoto wa shangazi yake, wanapiga stori na stori zao zinamuhusu Hamza kwa sababu huyu mshikaji pia ni sehemu ya watu ambao walisoma pamoja, yani anamfahamu vizuri Hamza, lakini pia huyu mshikaji na yeye ana mahusiano na ndugu yake Hamza, yani yule Zainab. Katikati ya maongezi Hamza akatuma message, amemsevu Zuchiata. Zuchiata maana yake ni moyo wangu. Hamza akamuuliza Jumapili yako ilikuwaje mpenzi wangu, siwezi kusubiri kukuona ofisini kesho. Lakini bwana Chris akauliza ila wewe na Hamza si mlishaga achana nyie? Funanya akamwambia hapana, hatujaachana, sisi bado tupo sana ndugu yangu. Sasa inavyoonyesha ni kwamba Aisha baada ya kukataliwa na Hamza ile jana, alienda kushtaki kwa baba yake kwamba Hamza ni kama hana muda naye kabisa. Sasa baba yake Aisha amekuja kwa mzee Bello ili walizungumze hili, lakini mzee ni kama amekuja kwa shari hivi, akamwambia sipo hapa kwa ajili ya kitu kingine, nipo hapa kuongelea kuhusu mwanao Hamza. Mzee akasema Suleiman, nimekaa kimya kwa muda mrefu ni kwa sababu tu ya uhusiano wetu mimi na wewe, lakini mwanao Hamza hasikilizi upande wangu. Mzee akasema Alhaji Usman, tusijipe mawazo kwenye hili jambo, kila kitu kitakuwa sawa, yani hakuna changamoto yoyote, tafadhali hata tuliongelee hili kaka. Mzee akasema tuongee kama kaka? Akamwambia nimeshaliongelea hili kama kaka kwa muda mrefu sana, nimeliongelea hili tangu tulipopanga mwanao na mwanangu waoane. Mzee akawaka sana, lakini akamuuliza au mwanao ana changamoto yoyote ya kiume ambayo inamfanya asiweze kuoa? Mzee
akasema hapana, usifike huko kiongozi, haifai kabisa kuwa hivyo. Mzee akachimba sana pale mkwala, alafu akasepa. Inavyoonyesha mzee Usman kwenye ile kampuni ya Belusman ndiyo ana mkono mrefu, lakini alimuweka Hamza kama bosi kwa sababu anaamini katika akili zake, na ni kwa sababu pia hana mtoto wa kiume, ndiyo maana anaringa sana huyu mzee. Sasa Hamza baada ya kutoka kazini, mzee wake ikabidi amuweke chini ili walizungumza hili swala. Akamuuliza maswali kadhaa kuhusu ile jambo, lakini Hamza akamwambia hayupo tayari. Mzee Bello kisukari kikampanda, hasira zikawa za kutosha. Sasa Hamza kwa sababu na yeye pia analazimishwa, akamwambia mzee wake, baba, mimi umeniendesha sana kwa kipindi ambacho ni kijana. Sasa kama unanilazimisha nioe kwa sababu ya kulinda brandi ya kampuni yako na jina la familia, nahisi kama umechemka, niache nifanye maamuzi yangu. Mzee Bello akawaka kinoma, anatamani ampige dogo janja kwa sababu anahisi kama anampanda kichwani. Umchongo mpaka wake wa mzee Bello ikabidi wauingilie katikati. Mzee akawaambia wale wanawake, oya, hebu ongeeni na mtoto wenu, takuja kumharibu mimi huyu. Baada ya mzee kutoka, mama yake Hamza na mama yake wa kambo, yani mke wa pili wa mzee Bello, wakaanza kumshauri Hamza, wakamwambia, mwanetu, wala usipingane na baba yako, kama una mwanamke mwingine unaweza ukaoa wanawake wawili. Hamza akasema, mnachokifanya akiwezi kufanikiwa hata kidogo, kwa sababu mimi sio aina hiyo, siwezi kumuoa mwanamke ambaye mnanilazimisha mimi nimuoe. Sasa ofisi ya Hamza imekuwa ni kama kasehemu fulani hivi kakudiskasi mapenzi kati yake yeye na Ifunanya. Anachokifanya hapa, anamwambia Ifunanya kuwa inabidi watoke, yani waende mbali wakaspendi muda wao. Ifunanya akamwambia, sawa, mimi nawaambiaje wazazi wangu, naenda wapi? Hamza akamwambia, utamwambia ni official work, yani ni kazi ya lazima imetokea kiofisi, kwa hiyo ni lazima uende ukaifanye. Hamza akajitahidi sana kumshawishi Ifunanya ili waweze kutoka siku inayofuata. Kimsingi bwana Hamza alifanikiwa kumshawishi Ifunanya ili watoke siku inayofuata na waende kuspendi nje ya muji kidogo. Baada ya kurudi nyumbani, Ifunanya ikabidi apresenti hichi kitu mbele ya wazazi wake, lakini bi mkubwa akaona hapa kuna changamoto. Akasema, wewe umeanza kupewa gari na sasa hivi unatoka nje kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za ofisi, hapa kuna kitu hakipo sawa. Lakini mzee wake ni kama akamtetea binti ili aweze kufanikiwa kwenda kutimiza majukumu yake, kwa sababu ndivyo anavyoamini na anaamini kwamba hakuna kitu kingine kinachoendelea. Sasa baada ya kuruhusiwa, wakati anapanga nguo, bwana Chris akaja ndani akamwambia, wewe unataka kuniambia hizi nguo zote ni nguo kwa ajili ya trip ya siku 3 tu? Ila Mary akamkalisha chini kaka yake akamwambia, mzee, hii ni trip mzee, mimi naenda kuspendi muda wangu na tajiri bosi Hamza. Chris akacheka sana akasema, nilijua tu, hakuna kitu kingine kinachoendelea zaidi ya hiki. Ila Chris akamwambia, hiki kitu kama wazazi wakija kujua kitaleta shida sana ndugu yangu. Mary akamwambia amtunzie siri kwa sababu yeye ndiye anayelijua hili penzi vizuri sana. Wakakubaliana pale kwamba siri ni ya watu wawili, mtu na binamu yake hao. Hii ni siku ambayo wanaelekea kwenye hiyo trip ambayo wameipanga, yani wanataka waende uko walikopanga kwenda ili wakaspendi muda wao. Sasa wakati wapo njiani wanaelekea huko wanakoelekea, Bi Aisha akaja kutembelea ofisini hiyo siku, na alipokuja akakutana na huyu secretary. Akamuuliza, vipi kuhusu kazi? Binti akasema kazi inaendelea vizuri sana, hakuna shida yoyote wala nini. Akamwambia, sasa nimekuja tu kwa ajili ya kutembelea ofisi na kumuona mpenzi wangu Hamza leo, lakini pia nimekuja kutembelea investment ya baba yangu. Sasa wakati anataka kupanda juu, binti akamshika mkono akamwambia, Hamza yuko bize sana siku hizi, tangu amemwajiri huyu binti mpya, Hamza yuko bize sana. Akauliza, binti mpya? Ndiyo, kuna binti wa Kikristo hivi, sikumbuki jina la baba yake, lakini ni mzuri, ni smart sana, ni mrembo. Sasa katikati ya haya maongezi, Aisha ikabidi amchimbe huyu binti ili ampe siri ya nini kinachoendelea. Binti akaanza kutiririka sasa, akamwambia huyu binti na Hamza muda wote wapo kwenye ofisi ya Hamza na wanatumia muda mrefu sana wakiwa huko ofisini, na kitu kingine ni kwamba Hamza na huyu binti kwa sasa wamesafiri kikazi. Binti akamsogelea vizuri mtu anayempa taarifa, alafu akamwambia, na kuomba taarifa zote zinazoendelea kwenye hii ofisi kuhusu huyo binti na Hamza, tafadhali naomba uniambie. Binti akasema, sawa,
haina shida. Alafu Bi Aisha akabaki anacheka tu. Sasa akaingizwa kwenye vita ambayo yeye wala alikuwa haitaki kabisa. Huku kwenye vacation Bwana Hamza akajimaliza, amemvalisha na pete ya uchumba kabisa binti Ifunanya Mary Okoye. Vacation imekuwa nzuri, lakini katikati ya vacation Zainabu anapiga simu, wanafurahi sana, lakini Zainabu wakati amepiga simu anaonyesha kwamba alikuwa na Chris na wanaonyesha kufurahia kile ambacho wanakifanya Ifunanya pamoja na Hamza, lakini maana yake ni kwamba hata Chris na yule dada Zainab wana mahusiano. Sasa wametoka vacation, wamerudi ofisini kwa ajili ya kutimiza majukumu yao ya kila siku. Binti Ifunanya amekaa kwenye mapaja ya mwanaume bosi Hamza, wanashikana tu ndevu, mashallah wenyewe wanasema noma sana. Wakati wanaendelea na mambo yao, Bi Aisha taratibu anafungua mlango wa mchumba wake Hamza. Anachokutana nacho kwamba Hamza amempakata Ifunanya katikati ya mapaja na wamekaa kimahaba kuliko maelezo. Aisha akauliza, kwa hiyo hiki ndicho kitu ambacho kinaendelea hapa ofisini? Alafu akamwangalia jicho fulani hivi Ifunanya, akamwambia, kwa hiyo wewe ndio binti ambayo umekuja kwenye hii ofisi kwa ajili ya kumchukua mpenzi wangu? Lakini anapojielezea akaona pete ya uchumba kwenye vidole vya Ifunanya, kichaa kikapanda. Hamza, umemchumbia, umemvarisha na pete. Kiufupi mule ndani kiliwaka sana sana. Ifunanya mrembo wa sura amekutana na binti wa Kiislamu ambaye anajaribu kuipambania ndoa ili kusolve na kuokoa jina la kampuni ya baba yake. Baada ya kisanga chote hichi kwenye gari, Bwana Hamza anamwambia Mary kuwa hiki kitu wala hakinishtui, lakini kwa sababu nakupenda natamani ni kuoe haraka iwezekanavyo, lakini sijui ni kwa namna gani. Inabidi tukae pamoja tuzungumze vizuri leo, na kuomba usiende nyumbani. Ifunanya akasema naachaje kwenda nyumbani, nawaambia wazazi nalala nje? Ila Hamza akamwambia fanya unavyoweza. Kweli Mary Okoye ikabidi atume message kwa mama yake kuwa mama, leo sitorudi nyumbani, nitalala ofisini kwa sababu nina vitu vingi sana vya kufanya. Kesi ikawa imeishia hapo. Sasa huku upande wa pili, Bi Aisha imebidi aende nyumbani kwa kina Ifunanya, akapokelewa na mama yake.